Bwana Yesu asifiwe, na kusalimia tena kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyetupa neema tena ya siku ya leo pate kuendelea na sehemu yetu ya 3 ya somo letu ambalo tunafundishana linalosema siri za mafanikio. Somo linalosema siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio. Vyanzo vya mafanikio. Tumia muda huu tena kukualika msikilizaji wangu na mtazamaji wangu katika somo hili ambalo ni la muhimu sana katika maisha yako na ambalo litakusaidia kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye habari ya mafanikio yako. Maana ninajua kila mwanadamu anatamani kufanikiwa. Anatamani kuona maongezeko kwenye maisha yake. Anatamani kuona tangu alipoanzia akiwa anaendelea mahali pengine. Anatoka pale alipo akiwa anapanda kwenda pengine. Na hata Biblia hiyo ilivyo desturi ya Mungu, anasema anatupandisha kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Maana yake hata Mungu ni Mungu wa asili wa mafanikio. Ni Mungu anayependa watu wake pia waendelee, wamuvu, watoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wapate kuongezeka. Hata Mungu analipenda hilo, na ndio moyo wako unavyotamani. Unatamani kuona mafanikio kwenye maisha yako. Na ndilo somo ambalo sasa tunafundishana. Mungu ametupa neema hiyo. Somo linasema siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio. Na nikuombe kabla tujaendelea mbali, nimshukuru Mungu wetu aliyetupa neema hii, alafu kisha tutaendelea. Basi unaweza funika macho yako mahali ulipo au kuinamisha kichwa chako chini, alafu na mimi kwa heshima nitamuomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu mwema, uketie mahala palipoinuka patakatifu pa patakatifu, wewe peke yake usaidie kuabudiwa tena kuinamiwa. Yesu, tazama tena Mungu umetupa neema ya kuendelea Mungu kusema pamoja na jamii yako na familia yako. Baba, asante kwa neema hii, mfalme wa uzima. Ili neno lako lilotupa Bwana, wacha likafanyike baraka kwa watu wote watazamao tena na kusikia, kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wako. Bwana, neema yako Mungu iliyoko ndani ya hili neno ikafanyike baraka, ikafanyike ushindi katikati ya ufalme wa amani, katika jina lako Yesu Mungu aliye hai. Ninamtupilia mbali yule ibilisi Shetani, kila utendaji kazi wake na kila kusudi lake lilo baya juu ya maisha ya mama huyu anayenitazama, juu ya maisha ya baba huyu anayenitazama, juu ya maisha ya kijana huyo Mungu anayenisikiliza. Kwa neema na utukufu wa jina lako Mungu, Shetani akanyamaze kimya na kusudi lake baya likanyamaze kimya. Bali Mungu, kupitia neno hili watoto wako Mungu wakanemeke, kupitia neno hili wakabarikiwe, kupitia neno hili wakaponywe, kupitia neno hili Mungu likawe njia kwa ajili ya maisha yao. Baba, ninakutukuza maana utaanza pamoja nasi na utatembea pamoja nasi, mfalme uzima, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina lako mwana Mungu aliye hai, nami naomba na kuamini. Amen. Aliyoko mbele yako naitwa mchungaji Boniface Steveni. Mchungaji natokea katika kanisa la EAGT, kanisa la The Evangelist Assemblies of God lililoko Bujola Kisesa katika mkoa wa Mwanza. Mungu amenipa neema kukufundisha tena somo linaitwa siri za mafanikio ama vyanzo vya kufanikiwa. Na leo, kiwa wiki hii ya leo, tuko katika sehemu ya 3 ama siri ya 3 ama chanzo cha 3. Kwa maana kwamba kuna vyanzo viwili nyuma nimevieleza, chanzo cha kwanza, chanzo cha pili, na leo tunaingia chanzo cha 3. Kama ukubatika kunisikiliza ama kunitazama kujua chanzo cha kwanza na chanzo cha pili, nikusihi tu sasa, maana sitaweza kurudia hapa kwa mjibu wa muda wetu, inatakiwa niendelee. Nikusihi wewe ambaye ulikosa kuangalia ama kutazama chanzo cha kwanza na chanzo cha pili, utakwenda kwenye channel yangu ya YouTube, utaandika jina la Boniface Steveni na utaweza kuyapata mafundisho hayo hapo. Nimeyatuma huko, nimeweka huko, utaweza kutazama na utasikiliza, utajifunza kuelewa chanzo cha kwanza ni kipi na chanzo cha pili ni kipi. Alafu leo nitaendelea chanzo cha 3. Na upata kufahamu chanzo cha kwanza na chanzo cha pili. Kwa nini? Kwa sababu ni somo la muhimu sana. Ninafundisha kitu cha msingi sana. Nafundisha kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu awaye yoyote ambaye ana akili timamu anatamani kufanikiwa katika maisha yake. Ninafahamu hata wewe unanitazama, wewe unanisikiliza,
Unatamani kufanikiwa. Unatamani kufanikiwa kwenye uzao wako. Unatamani kufanikiwa kwenye biashara yako. Unatamani kufanikiwa kwenye kazi yako. Unatamani uongezeke cheo, upande cheo unatamani. Na unatamani katika kila jambo unalolifanya. Unatamani ufanikiwe kwenye miradi yako, kwenye mipango mikakati yako, kwenye huduma yako. Unatamani kufanikiwa. Kwa jambo la kufanikiwa ni jambo la matamanio ya kila mtu. Anatamani kuona akiongezeka. Anatamani akituona akitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anatamani sana. Lakini kinachotesa katikati ya jambo kufanikiwa ni kukosa kujua nini chanzo, nini kisababishi, nini kinaleta, nini ambacho ni kama mlango wa kupitisha mafanikio ya mtu. Na hapa kwenye hili somo tunajifunza vitu ambavyo ndivyo milango, ndivyo vinavyopitisha, ndivyo vinavyobubujisha, ndivyo vinavyotiririsha baraka zikaja kwa mtu, ndivyo vinavyosababisha pakawepo na mafanikio kwa mtu. Vile vitu ambavyo wewe unavyotamani kufanikiwa. Sasa ni vitu gani ukivijua, ni vitu gani ukivishika, ni vitu gani ukiviishi, hivyo vitu vinakusababishia, vinakurahisishia, vinakuletea kwa urahisi njia ya kufanikiwa kwako. Lazima ujue mafanikio ni safari. Pendwa mtazamaji, mafanikio ni safari. Na kama mafanikio ni safari, maana yake yana njia, yana maandalio. Kama mafanikio ni safari, huwezi safiri kama haiko barabara, huwezi safiri kama haiko njia utakayoiendea kwenda kwenye safari yako. Na ukumbuke kwamba iko faida moja kubwa sana katika safari, endapo ukisafiri safari ambayo una uwenyeji nayo. Ukisafiri safari ambayo una uwenyeji nayo. Kama mafanikio ni moja ya safari katika maisha ya mtu, maana yake mtu ambaye anaweza kufanikiwa sana, anaweza kuyafikia mafanikio kwa urahisi, anaweza kufikia mafanikio kwa kiwango kikubwa, akatimiza ndoto zake, ni yule ambaye ni mwenyeji wa mafanikio, ni mwenyeji wa njia ya kwenda kufanikiwa. Anaijua ile njia, kwamba anatembea katika njia, anajua wapi anakwenda. Utakubaliana na mimi kwamba ukiwa unasafiri kwenda kwenye eneo ambalo ulijui, inakupa wakati mgumu, na lazima utafute mwenyeji. Na unaweza ukakuta unasafiri, ukikuta kama simu imezima na mwenyeji wako pengine simu yake haipatikani, unaanza kupata wasiwasi, nani atanipokea? Nini kinachokupa wasiwasi? Ni kwa sababu ya kukosa wenyeji wa kule unakosafiri kwenda. Lakini kama ni mwenyeji, hata kama pale unapoenda simu zao zitapatikana, simu yako ikazima, lakini unajua wapi unakoenda. Hata kama utakuwa ni usiku, huwezi kuwa na wasiwasi katika kusafiri kwako. Utaenda maana wewe ni mwenyeji, unajua wapi unakwenda. Na hata katika mafanikio, tumishi wa Mungu, ukijua njia ya mafanikio ni ipi, inakuwa ni rahisi sana kwako kutembea kuielekea mafanikio. Ndio maana Mungu anayetupenda, Mungu anayetuwazia mema, Mungu anayetuwazia kufanikiwa, anatufunulia, kutufundisha somo hili la siri za mafanikio. Somo moja muhimu na zuri sana katika maisha yetu ya kutamani kufanikiwa. Na leo nizungumzie sehemu ya tatu, sehemu ya tatu iliyobeba siri ya mafanikio. Sehemu ya tatu iliyobeba siri ya mafanikio ya mtu. Sehemu ya tatu, ama siri ya tatu, ama chanzo cha tatu kilichobeba siri ya mafanikio ya mtu ni kuwa na watu sahihi. Ni kuwa na watu sahihi. Ni kuwa na watu sahihi. Sehemu ya tatu iliyobeba siri ya mafanikio ya mtu. Sehemu ya tatu iliyobeba siri ya mafanikio ya mtu ni kuwa na watu sahihi. Ni kuwa na watu sahihi. Uwe na watu sahihi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwa na watu sahihi. Kuwa na watu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtumishi wa Mungu unanitazama na kunisikia. Katika maisha yako, katika safari yako ya mafanikio, unahitaji watu. Huwezi fanikiwa bila watu. Hata Mungu anabariki watu, anainua watu kupitia watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi unayeniona ninasimama hapa kukuletea ujumbe huu, kukufundisha somo hili, sijalifanikisha peke yangu.
kipindi hiki kukiandaa sijafanikisha peke yangu, lazima nimetafuta watu. Haleluya! Ni kweli yawezekana ninaweza kuwa na vitu vinavyoniwezesha kuandaa kipindi, lakini vitu hivyo siwezi kuviopaleti peke yangu ili viweze kufanya kazi na mimi nihubiri hivi unavyoniona nyuma ya kamera. Yuko mtumishi wa Mungu yuko nyuma ya kamera, alivyosimama ndiye anayeweza kuniwezesha na mimi kusimama mbele yako nikakuletea kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengine, sio huyo tu, wamekuweko na watu wengine na wengine. Lakini katika safari ya mafanikio, sio kila mtu, nisikilize vizuri, sio kila mtu anaweza kuwa sahihi. Amen. Si kila mtu anaweza kuwa chanzo cha mafanikio yako. Peke yake wanaweza kuwa vyanzo vya mafanikio yako, ama waliobeba siri ya kufanikiwa kwako ni watu sahihi. Amen. Naposema watu sahihi, maana yake pia kuna watu ambao sio sahihi kwa ajili yako. Amina. Kila mtu ana watu sahihi wake. Watu sahihi kwa ajili ya mafanikio yako. Ni lazima uwe na watu sahihi. Ni kweli Biblia inasema ya kwamba tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Lakini kuwa na amani na watu wote, hii haimaanishi kwamba kila mtu anakufaa kwenye mafanikio yako, kwamba kila mtu lazima uambatane naye katika kufanikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana anaposema kuwa na watu sahihi, kuna maana ya namna mbili katika kuwa na watu. Kuna kuwa na watu kwa kujuana, kwa kufahamiana, ama kwa urafiki tu wa kawaida, kuwa nao na amani. Hiyo ndio ile sasa kila mwanadamu aliye na roho wa Mungu ndani yake, wewe ambaye ni mwanadamu pia unapaswa kuishi naye kwa amani. Unapata kuishi naye kwa amani. Kwa amani tu ile sasa kwa ujumla wake, kwamba unapopita utakuta watu wamekaa, unatakiwa kuwasalimia. Utakapopita kwenye jamii unaokaa, utatakiwa kushirikiana na watu. Hiyo ni ile ya jumla. Ndio anasema utafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hiyo ni ile ya jumla. Lakini mimi ninaizungumza, hii ni lazima itembee katika selection. Lazima uwe na watu mahususi, watu ambao wana sifa fulani ambazo zile sifa ndizo zinazokusaidia wewe kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao ni sahihi kwako. Kuna watu ambao ukiambatana nao, badala ya kuendelea utarudi nyuma, badala ya kufanikiwa utafirisika, badala ya kuongezeka utapungua. Na kuna watu walio sahihi ambao ukiambatana nao katika maisha yako ya kutaka kufanikiwa, watafanyika daraja la wewe kuvuka. Watu hao Mungu humpa mtu katikati ya kutembea kwake, katikati ya kuomba kwake, kutamani kufanikiwa. Ndio maana kwenye kile chanzo cha kwanza cha mafanikio nilikwambia ni kumcha Mungu. Kile chanzo cha kwanza cha mafanikio na chenyewe nimekieleza ni kwa namna gani kumcha Mungu, kwamba ni chanzo cha mafanikio. Lakini kwa nini ni kumcha Mungu? Kwa sababu hata watu sahihi, kwa akili zako huwezi waelewa, kwa akili zako huwezi watambua, kwa akili zako huwezi wapata. Maana mtu hawezi jua kilichobebwa ndani ya moyo wa mtu, lakini yuko atazamaye siri ni Mungu. Yeye anawajua. Ukimwomba Mungu kukupa watu sahihi, watakuonekana kwenye maisha yako, ambao watafanyika daraja la wewe kuvuka. Watafanyika daraja la wewe kuleta majibu. Watakuletea majibu ya maisha yako, watu walio sahihi. Moja ya watu hao anampata mfalme, baada ya kuwa ametafasiriwa ndoto yake, anauliza tumpate wapi mtu kama huyu aliye na roho wa Mungu ndani yake? Tumpate wapi mtu kama huyu aliye na roho wa Mungu ndani yake? Hapa mfalme ni baada ya kuwa ameona mtu sahihi, amekutana mtu aliyebeba majibu yake, amekutana mtu aliyebeba hatima yake, anauliza tumpate wapi mtu kama huyu aliye na roho wa Mungu ndani yake? Tumpate wapi mtu kama huyu aliye na roho Mungu ndani yake? Anauliza hivyo. Kwa nini anauliza? Kwa sababu ya kwamba yuko mtu ambaye ni sahihi, ambaye amebeba majibu, ambaye amebeba majibu yako. Na mtu huyu analetwa na Mungu kwenye maisha ya mtu. Na mtu huyu sahihi analetwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Analetwa na Mungu kwenye maisha yako. Anazungumza Farao
kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 41 mstari wa 38. Ile kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Anasema hivi, Farao akawaambia watumwa wake, tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Hapa ni baada ya kuwa Farao ameota ndoto, na katikati ya ndoto yake amekosa majibu, lakini kwenye kukosa majibu pakapatikana mtu sahihi. Biblia inasema kabla huyu mtu sahihi hajapatikana, kabla huyu mtu sahihi kwa Farao hajapatikana, Farao alihangaika, akatafuta wajuzi, akatafuta wachawi, akatafuta waganga na watu wenye ufahamu wengine waliokuwa ndani ya nchi chini ya utawala wake, akawaita wampe majibu, lakini majibu hayakupatikana. Majibu yalipokosekana, lakini siku mtu sahihi alipopatikana, akaitwa Yusufu. Yusufu akaja kwa Farao. Yusufu akatoa majibu ya kile ambacho kinautesa moyo, kilichofanya moyo wa Farao upate kuhudhunika, upate kufadhaika. Majibu yalipopatikana, Farao anaandika, anasema, anataambia watumwa wake, tumpate wapi mtu kama huyu ambaye ndani yake yuko roho wa Bwana, ambaye ndani yake yuko roho wa Bwana? Tumpate wapi mtu kama huyu? Sasa ili kuna mtu ambaye unamhitaji kwenye maisha yako, unamhitaji kwenye ndoto zako, unamhitaji katika shughuli zako, unawahitaji watu walio sahihi watakaofanyika wewe kukurahisishia safari yako ya utafutaji, kurahisisha safari yako ya kutamani kufanikiwa. Watu hawa ukisha kuwa nao, Bwana Yesu asifiwe, wataleta mafanikio katika maisha yako. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, katika sehemu yetu ya tatu, wiki yetu ya tatu hii sasa, tunapojifunza kufanikiwa kwa mtu, siri ya mafanikio, ndani ya mafanikio, moja ya sehemu iliyoficha mafanikio ya mtu ni kuwa na watu sahihi. Ni kuwa na watu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwa na watu sahihi. Ukisoma hii habari ya Farao, utakuta hapa inaeleza habari ya kwamba Yusufu anamshauri, anamwambia Farao, ujitafutia watu wenye ufahamu, wenye hekima, ambao utawaweka katika nchi, ambao watakushauri vyema na watatenda vyema, ili kwamba kukinga ama kuzuia ili uliloliota lisitokee katika nchi yako. Farao anaona haiko haja ya kutafuta tena mtu mwingine, anamwambia nitafute yupi, na wakati nimekupata wewe, unastahili kusimama katika nafasi hiyo. Kwa nini Farao anamsimamisha Yusufu katika nafasi ile? Kwa sababu amegundua katika safari yake ya kufanikiwa, ili aweze kuvuka katika hilo alilokuwa ameonyeshwa, ni katika kupata watu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Akamtafuta, akamweka Yusufu kusimamia yale mambo ya nchi yake. Kwa nini? Kwa sababu alijua kwamba ili aweze kufika kwenye hatima yake ni lazima apate watu sahihi. Tunamwona Farao baada ya kumpata mtu sahihi, hajampoteza, alimtunza. Watu sahihi wanatunzwa. Watu sahihi uchi wa kupoteza. Kuna watu wanapata watu sahihi kwenye maisha yao, lakini kwa kuwa watambui hawa ni watu sahihi, wanawapoteza. Kuna watu mmepata watu sahihi ambao Mungu aliwatuma kwenu wafanyike njia, wafanyike daraja la nyinyi kuvuka, ila kwa kutokujua mmezitupa hizo baraka, kwa kutokujua kwamba siri ya kufanikiwa kwa mtu pia imebebwa ndani ya watu. Mungu amewekeza kwa watu kwa ajili yako. Mungu ameweka neema ya baraka kwa watu kwa ajili yako. Kuna watu Mungu amewatuma kwako wafanyike daraja, wafanyike njia, wafanyike mwanzo wa wewe kutembea, wafanyike mwanzo wa wewe kuinuka, wakushike mkono, wakutoe hapo ulipo, wakupeleke mahali pengine. Sumpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kisoma habari za Daudi, kipindi Daudi amepigana vita, akampiga Goliathi, ikainuka vita kati ya Daudi na Sauli. Tunaiona Biblia inasema vibidi vile vita imeinuka, Mungu alimuinulia Daudi mtu. Mungu akamuinulia Daudi mtoto wa Sauli, Jonathan. Jonathan ndiye aliyemsaidia Daudi. Mungu alimuinua Jonathan kwamba
amsaidie Daudi. Moja ya kitu kilichomfanya Daudi kutokukamatwa na Sauli kwa urahisi, kutokuuawa na Sauli, aliyekuwa anampelekea siri zilizokuwa zimejadiliwa ndani ya ufalme wa Sauli, alikuwa ni mtoto wa Sauli ambaye alijulikana kwa jina la Yonathani. Yonathani ndiye aliyempelekea habari. Maana yake Mungu alimuinulia mtu Daudi, ambaye yule mtu ndiye atakayemsaidia Daudi katikati ya kuendelea kwake kwenye safari ya kuwa amepakwa mafuta, kuendelea kuja kuwa mfalme. Kipindi kile amekwisha kupakwa mafuta, anangoja wakati wa Bwana wa kudhibitishwa sasa kama mfalme katika Israeli. Imetokea katika safari yake ya kuelekea ufalme wake, pakatokea changamoto, pakatokea vita, pakatokea kukatishwa tamaa, na anatafuta uawe. Pa Mungu anamuinulia Daudi mtu. Mungu anainulia watu. Tumishi wa Mungu, inatakiwa uelewe kwamba iko sababu ya kutambua kwamba katika safari ya mafanikio yako, lazima nyuma yako kuweko na watu, lazima mbele yako kuweko na watu, lazima kushoto kwako kuweko na watu, lazima kulia kwako kuweko na watu. Hawa watu watakusaidia katika kuendelea na safari yako. Wale wasomaji wa Biblia watakuwa kubaliana na mimi, hata kipindi ambacho imefika wakati Musa anapigana vita, Biblia inasema Musa akawa anainua mikono. Akiinua mikono, wana wa Israeli wanashinda. Akishusha mikono, wana wa Israeli wanapigwa. Akiinua mikono, wana wa Israeli wanashindwa. Akishusha mikono, wana wa Israeli wanapigwa. Ikafika wakati kipindi anainua mikono yake ikaishiwa nguvu. Ilipokuwa imeishiwa nguvu kuinua, Mungu akampa watu. Mungu akampa watu wa kumtegemeza mikono. Kina Haruni wakasimama, mmoja akakaa kushoto na mwingine akakaa kulia, wakamtegemeza mikono yake. Maana yake Mungu anajua kwamba katika safari yako, ili uweze kushinda vita yako, wakati mwingine hutopigana peke yako. Mungu hukuletea watu watakao kushika mikono, waitegemeze mikono yako, wategemeze uchumi wako, wategemeze mtaji wako, wategemeze ndoa yako, wategemeze kwa watoto wako. Mungu anakupa watu sahihi ambao ukiwaelewa ukawatunza, watafanyika daraja la wewe kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa Mungu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, napozungumza hizi habari, ni habari ambazo zimefichika. Watu wengi wameteseka katika kutafuta mafanikio. Ndio maana unaona wengine wanakimbia mpaka kulishwa au kunyweshwa maji, wengine wanakimbia kukanyagishwa vitambaa, wengine mpaka wanalishwa na udongo, na udanganyifu mwingine mwingi wanafanyiwa katika ulimwengu tunaoishi, na upotovu mwingi. Wengi wanapitishwa kwenye hatari, wengine wanaambiwa watoe wazazi wao, wengine wanaambiwa watoe watoto wao. Wanapita kwenye hatari kubwa kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, kuna siri zimejificha katikati ya vitu ambavyo pengine hukuwahi kuvifikiria, katikati ya vitu ambavyo pengine hukuwahi kuviwaza. Lakini nataka nikufunulie kupitia Roho wa Bwana aliyenipa kibali cha kusema pamoja na wewe, kukufundisha somo hili ya kwamba kama unataka kufanikiwa katika maisha yako, lazima utafute watu sahihi na uwatunze watu sahihi katika maisha yako. Mtumishi wa Mungu, ni rahisi kupata mtu yoyote tu katika maisha yako. Rahisi kumpata mke yoyote katika maisha yako. Rahisi kumpata rafiki yoyote katika maisha yako. Rahisi kumpata mchungaji yoyote katika maisha yako. Rahisi kumpata sana, ni rahisi sana. Lakini iko gharama ya kumpata mtu sahihi. Iko gharama ya kumpata mke sahihi. Iko gharama ya kumpata mchungaji sahihi. Iko gharama ya kupata rafiki sahihi. Iko gharama, na mtu sahihi anatunzwa. Unapompata lazima mtunze, uwe naye kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukifika hapo, unakumbuka tena somo langu jingine ambalo linasema, nalo somo Mungu akitupa neema tutakuja tufundishane huko mbele, linasema namna ya kumpata mtu sahihi na kumtunza. Namna ya kumpata mtu sahihi na kumtunza. Maana wakati mwingine unaweza ukashindwa jua kumtafuta, kumjua, kumpata. Kuna somo nafundisha namna ya kumpata mtu sahihi na kumtunza. Namna ya kumpata mtu sahihi na kumtunza. Lakini leo mimi naelezea mtu sahihi kama sehemu ya siri ya mafanikio ya mtu. Kwa hiyo nitaeleza kwa sehemu sifa za mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kaangalie sifa za mtu sahihi kwenye maisha yako. Ni mtu gani ninayemzungumza hapa? Ninaposema mtu sahihi kwenye maisha yako, huyu ni mtu gani? Ni mtu yupi sasa ambaye unatakiwa kuambatana naye, ambaye ukimpata kwenye maisha yako hutakiwi kumpoteza, unatakiwa kumtunza, unatakiwa kumlinda? Na ni kwa namna gani mtu huyo ambaye ni sahihi anaweza sababisha baraka kwenye maisha yako?
Anaweza sababisha baraka kwenye njia yako ya mafanikio. Anaweza sababisha wewe ukafanikiwa. Anaweza kukusababisha ukafika kwenye ndoto zako. Anaweza kusababisha ukafika kwenye hatima yako. Anaweza kusababisha ukaenda kule ambako ulikuwa unatamani kwenda. Ni mtu wa aina gani huyu? Ni mtu mwenye sifa gani huyu? Ambaye si mtu yeyote, ana sifa zake unique, ana sifa zake za upekee, ambaye ni mtu sahihi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka nafundisha somo linasema siri za mafanikio. Kumbuka nafundisha somo linasema siri za mafanikio ama vyanzo vya kufanikiwa. Na nimekuambia kufanikiwa ni jambo mtambuka. Watu wengi hawajui hata maana ya kufanikiwa. Wengine wamepata kasehemu tu kama mafanikio, wanafikiri wamefanikiwa. Lakini mafanikio, nilikwambia kwenye kile kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, nikakwambia kwamba maana halisi ya mafanikio ni ule ujumla wa mambo yote yanayompa mtu amani, furaha, upendo na tumaini. Mafanikio ni ujumla wa mambo yote yanayompa mtu amani, furaha, upendo na tumaini la kesho. Lakini hapa sasa kwenye sehemu ya tatu tumeona kwamba kumbe siri ya kufanikiwa kwa mtu imejificha. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kufanikiwa kwa mtu imejificha ndani ya watu sahihi. Kabla sijakuletea sifa za mtu sahihi, hem tusome katika kile kitabu cha Isaya. Tusome katika kile kitabu cha Isaya sura ya 43 na ule mstari wa 4. Tusome kitabu cha Isaya sura ya 43 na ule mstari wa 4. Mungu anasema nini hapa? Katika kitabu cha Isaya sura ya 43 na ule mstari wa 4 anasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Mungu anasema kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema, anamwambia kwa kinywa cha nabii Isaya, anasema ya kwamba kwa kuwa wewe umekuwa wa thamani kwake. Ukumbuke kwamba chanzo chako, ukijifunza kile chanzo cha kwanza, utanielewa hapa naposema umekuwa wa thamani kwa Bwana nina maana gani. Kwamba kwa kuwa umekuwa wa thamani mbele za Bwana, Mungu amekupenda. Baada ya kukupenda, anasema hivi, yeye anasema atatoa watu kwa ajili yako. Nimekwambia watu sahihi anayewatoa ni Mungu. Anayewaleta watu sahihi ni Mungu. Ndio maana katika maisha yako unayoishi katika dunia hii na unatamani kufanikiwa, unatamani kufikia ndoto ya maisha yako, swala la kumcha Mungu nilikwambia ni la lazima. Swala la kumwabudu Mungu nilikwambia ni la lazima. Kumpa Mungu nafasi yake katika maisha yako ya utafutaji ni la lazima. Kumpa Mungu nafasi katika maisha yako kwenye fedha zako na mali zako ni za lazima. Kwa nini la lazima? Kwa sababu hata hapa anadhibitisha, anasema yeye Mungu ndiye atoe watu walio sahihi, wanaoweza kufanyika daraja, wanaoweza kufanyika sababisho la mtu kufanikiwa katika maisha yake. Anasema kwa ajili yako wewe unanisikiliza, kwa ajili yako wewe unanitazama, kwa ajili yako wewe unamwabudu Mungu, kwa ajili yako wewe mama, kwa ajili yako wewe baba, kwa ajili yako wewe kijana, atatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Kwa ajili ya elimu yako. Amen. Kwa ajili ya mtaji wako, kwa ajili ya huduma yako, Bwana atatoa watu ambao watafanyika msaada, watafanyika nguzo, watafanyika msingi wa wewe kutoka mahali ulipo kwenda mahali pengine. Mpe tena Yesu makofi. Mwongezee Bwana makofi. Sema amina kama unanisikia. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana, Mungu atakupa watu, atakupa katikati ya makabila haya ya watu wa Tanzania. Mungu atakuchagulia watu walio sahihi, ambao watu hao wataenda pamoja na wewe. Haleluya. Wataenda pamoja nawe. Ule mstari wa 5 anasema usiogope, maana mimi ni pamoja na wewe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya kutoka magharibi. Nitawaleta wazao wako kutoka mashariki, nitakukusanya kutoka magharibi. Mungu akishakupa watu, Mungu akikupa watu, hawa watu wanakusaidia kufanikiwa kwako, wanakusaidia kufanikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watumishi wa Bwana, Bwana asifiwe. Nazungumza watu sahihi kama sehemu ya mafanikio ya mtu. Nazungumza watu sahihi kama sehemu ya kufanikiwa kwako. Nazungumza watu sahihi kama mmoja ya watu waliobeba siri ya mafanikio ya mtu, waliobeba nguvu ya mafanikio ya mtu. Mungu anayewatuma kwa mtu ili wafanyike daraja la yeye kuvuka kwenda kufanikiwa.
kuvuka kwenda kufanikiwa kwenye maisha yake. Sasa hebu tukaangalie sifa za mtu sahihi kwenye maisha yako. Tuangalie sifa chache, nitaongelea sifa chache tu za mtu sahihi kwenye maisha yako. Lakini ninachotaka ushike na uelewe ni kwamba kwenye maisha yako unahitaji watu. Unahitaji watu ili uweze kufanikiwa. Moja ya kitu kimebeba siri ya kufanikiwa kwa mtu ni watu. Ndio maana mwanafalsafa mmoja wa Kiswahili wa Kitanzania akasema kila bosi ana bosi wake. Kila bosi ana bosi wake. Maana yake hakuna aliyefika mahali aliyefanikiwa kama hakuwa na mtu, hakuwa na referee, alikuwa na mtu wa kumshika. Maana hao watu nazungumza ni wale watu ambao wanaweza kukushika mkono wakakusaidia kwenye kukufikisha kwenye ndoto zako na wawe sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaweza kukutana na watu badala ya kutimiza ndoto zako wakachangia kuziua ndoto zako, wakachangia kuzichelewesha ndoto zako, wakachangia kuzikwamisha ndoto zako. Tunaposema watu sahihi, hatuna maana kwamba tu lazima wapatikane katika ndugu na jamaa. Hawa watu sahihi ni watu wanaopatikana katika jamii unayoishi, na Mungu peke yake ndiye anayewaleta. Wanaweza wakawa ni ndugu katikati, wakatolewa katikati ya ndugu, ama wakatolewa katikati ya jamii. Ndio maana amesema hata watoa katika kila kabila. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sifikiri kwamba watu sahihi lazima tu watokee katika familia yako mliozaliwa. Sifa ya kwanza ya mtu sahihi kwenye maisha yako. Sifa ya kwanza ya mtu sahihi kwenye maisha yako, awe ni mtu mwenye uwezo wa kukushauri. Awe ni mtu mwenye uwezo wa kukushauri kutenda mema. Awe ni mtu mwenye uwezo wa kukushauri kutenda mema. Awe ndani yako rafiki mzuri. Mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako ni yule ambaye akikuona unakosea hanyamazi, hamunyimunyi maneno. Akikuona unakosea anakwambia, hapa ndugu yangu unakosea, hapa unachokitenda sio sahihi. Maana yake awe na uwezo wa kukuonya. Sio mtu ambaye anakuona unafanya mabaya, anakuona unapotea, anakuona unaenda kuanguka, ananyamaza bila kukwambia. Mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako, sifa yake ya kwanza si tu kuchukua fedha zake akupe. Hapana. Kuna watu wengine wanahisi mtu sahihi ni ambaye ukienda kwake achukue milioni 2, achukue milioni 3, milioni 5 akupatie, wanahesabu huyo ndo mtu sahihi. No, mtu sahihi sifa yake ya kwanza awe na uwezo wa kukushauri kuyafanya mazuri. Anapokuona unafanya mabaya akukaripie, anapokuona unafanya mabaya akuonye, akukataze kufanya yaliyo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanafurahiaga marafiki wale ambao wanawashabikia kwenye yale mabaya, wanashangilia tu marafiki. Ambaye nilikutana na kijana mmoja, walikuwa rafiki na kijana mwenzake. Kipindi wako marafiki, mimi niliwajua wakiwa marafiki, ni mdogo wangu. Ni mdogo wangu. Kipindi na wafahamu walikuwa marafiki. Sasa katika safari yao ya kukua, wamefika kwenye utafutaji, wanaendelea na utafutaji. Nikakuta siku moja kule kuambatana kwao pamoja, kushabiana kwao kumepungua sana. Nikataka kujua kwa nini kumepungua. Katika kutafuta kwa nini kumepungua, na nikamkuta yule mdogo wangu ameanzisha mahusiano na mtu mwingine, wana urafiki sasa na mtu mwingine. Nikataka kujua kwa nini ule kuambatana kwao kumepungua. Nikakuja kugundua kwamba yule rafiki yake ambaye sasa si ndugu yangu ananiambia, mchungaji, mimi niliona kama mdogo wako hatuwezani, niliona kama mdogo wako hatuendani, niliona kama mdogo wako hatufanani. Nikamuuliza, kwa nini hamwendani? Kwa nini hamfanani? Akaniambia mdogo wako kila nilipokuwa naona amekosea, kila nilipokuwa naona anatenda ndivyo sivyo, nilijaribu kumshauri, na kila nilipojaribu kumshauri nilionekana simshauri, nilionekana mbaya kwake. Kila nilipojaribu kumshauri, wakati mwingine nikaona mshauri kwamba kama unataka kufanikiwa ni lazima ukubali kuishi maisha ambayo, achana na swala la wanawake, achana na swala la umalaya, achana na swala la ulinzi, swala la starehe zisizo na msingi, achana nazo, uachane nazo, ili kwamba utafute kile unachokipata ukitumia vizuri. Alikuwa na matumizi mabaya ya fedha, ninamwambia achana na haya matumizi mabaya ya fedha. Lakini kila nilipomshauri nikaonekana kwamba si mwema kwake. Kwa ikafika wakati nikaona kwamba sisi hatuendani. Na ndivyo Biblia inavyosema kwamba watu wasipopatana wawezaje kutembea katika njia moja? Watu wasipopatana wawezaje kutembea katika njia moja? Mwanafalsafa mmoja wa Kiswahili yeye akasema kwamba ndege wanatua katika, ndege wanaofanana ndio wanaotua katika mti mmoja. Ndege wanaofanana ndio wanaotua katika mti mmoja. Maana yake watu ambao wanaendana
kama ambavyo yule mtu, yule kijana alimwacha rafiki yake. Kwa nini? Kwa sababu aliona kila akimshauri yaliyo mazuri, yule rafiki yake anamchukia. Na ndivyo ilivyo watu wengi. Hawapendi watu wanaoshauri vizuri, watu wanaowashauri, wanaoelekeza njia sahihi, wanawachukiaga sana, wanapendaga kujitenga nao. Wale watu ambao wanawaelekeza watu kwenda vizuri, kutenda mema. Lakini hao ndio mimi nataka kukwambia kwamba hao ndio watu wanaokufaa. Hao ndio watu unatakiwa kuambatana nao. Hao ndio watu unatakiwa kushikamana nao. Watu walio na uwezo wa kukushauri kutenda mema, sio watu wenye kukushabikia unapotenda mabaya. Wanakupa kampani, unakuta una kampani ya watu ambao wanakushauri, wanakushabikia. Ushabiki wa kinafiki, ushabiki mbaya. Wanafurahia kunywa pombe kwewe, wanafurahia kuwa na orodha kubwa ya wanawake, wanakufurahia kuwa na orodha kubwa ya wanaume, wanakufurahia kufanya mambo ya hovyo. Wao wanakushabikia, wanakupigia makofi. Hao sio watu wanaoweza kusababisha mafanikio katika maisha yako. Watu wanaoweza kusababisha mafanikio kwenye maisha yako ni wenye ujasiri wa kukwambia kwamba rafiki yetu, hapa unaenda ndivyo sivyo. Wa kukwambia rafiki yetu, hapa unatenda ndivyo sivyo. Wa kukwambia rafiki yetu, hili ni baya, liache. Hao ni watu sahihi katika maisha yako. Tukasome katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tuone Biblia. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Paulo anaandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 15 na ule mstari wa 33. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza na ile sura ya 33. Biblia inasema hivi: usidanganyike, kuwa na kundi la watu wabaya linaharibu tabia njema. Mwanatheolojia mmoja akasema ya kwamba ukitaka umjue mtu ana maisha yapi, uelewe kwamba yeye anaweza kufanikiwa ama hawezi kufanikiwa, hutaki kumtazama yeye. Tazama watu watano wanaomzunguka. Maana yake utazame marafiki zake watano, watu walio karibu naye watano, walio nyuma yake. Kupitia wale watu watano unaweza kujua kwamba yuko katika njia sahihi ama hayuko katika njia sahihi. Yaani ukitaka kujua una mwanamke ambaye ni mwema, ni mzuri kwako, angalia marafiki zake watano waliomzunguka, walio karibu naye, wanaomshauri, wanaozungumza naye mara kwa mara, watano. Ukikuta wana tabia za hovyo, jua hata wewe una mwanamke wa hovyo. Tegemea kuwa na mwanamke wa hovyo. Lakini ukiwakuta ni watu ambao wana hekima, wana busara, wenye kujiheshimu, wenye kutenda vyema, tegemea kwamba na wewe utakuwa na mke mwenye kutenda vyema, mwenye kujiheshimu, mwenye kwenda katika njia iliyo sahihi. Ukiwapata hawa watu watano, ndivyo mwanasaikolojia huyu anasema. Lakini hata Biblia inasema, inadhibitisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 ya kwamba usidanganyike. Yaani usijitie moyo, usijisukume moyo, usifikiri kwamba ndivyo sivyo ilivyo. Usidanganyike kwamba mazungumzo mabaya, maana yake vikao, mashauri mabaya, watu marafiki zako ulionao huharibu tabia njema. Inawezekana una tabia njema leo, lakini kuambatana na wizi ni rahisi utaiba. Kuambatana na vuta bangi ni rahisi utavuta bangi. Kuambatana na watu ambao wanafanya mambo ya ushoga ni rahisi wewe kufanya mambo ya ushoga. Kuambatana na watu wanaofanya mambo ya usagaji ni rahisi wewe kufanya mambo ya usagaji. Kuambatana na watu wanaojidunga madawa ya kulevya ni rahisi wewe. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inadhibitisha, inasema tabia mbaya, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Lakini hapo kwa watu sahihi, tunapozungumza mtu mwenye uwezo wa kukushauri, kwenye Methali, yeye neno la Mungu linasemaje? Katika kila kitabu cha Methali sura yake 27 na ule mstari wa 17, yeye anasemaje? Anasema hivi: chuma hunoa chuma, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Ukumbuke anazungumzia sehemu ya 3 kwamba ya siri ya mafanikio ama chanzo cha mafanikio kimebebwa na watu sahihi katika maisha yako. Kuwa na watu sahihi kwenye maisha yako. Biblia inasema chuma hunoa chuma, maana yake mtu sahihi humnoa mtu sahihi. Mtu sahihi humzaa mtu sahihi. Mtu sahihi kwenye huduma atazaa mtu sahihi kwenye huduma. Mtu sahihi kwenye biashara atazaa mtu sahihi kwenye biashara. Mtu sahihi kwenye ndoa atazaa mtu sahihi kwenye ndoa. Mtu sahihi kwenye kazi atazaa mtu sahihi kwenye kazi. Kumbe mtu sahihi anazaa mtu sahihi. Biblia inasema chuma hunoa chuma. Kumbe mtu aliye sahihi atakusaidia na wewe kuwa sahihi. Atasaidia kukubadilisha, kukutolea ile madhaifu, kukutolea zile tabia ambazo zinaweza kusimama kama uchawi kwenye maisha yako. Maana mtumishi wa Mungu, kuna watu wengine
umeshindwa kufanikiwa, si kwa sababu ya roho za mizimu za ukoo kama unavyofikiria. Unaweza kana umeshindwa kufanikiwa hapo ulipo, si kwa sababu kuna wachawi wanakuroga, si kwa sababu ya mapepo, si kwa sababu ya chuma ulete, si kwa sababu ya roho za hasara, ni kwa sababu ya tabia yako mbaya ulionayo, tabia iliyoko ndani yako. Sasa unaitoaje hiyo tabia iliyoko ndani yako ili uende kwenye usahihi? Unatakiwa kupata chuma kikunoe chuma. Unatakiwa kupata mtu rafiki akupeleke, rafiki mwema, rafiki sahihi, ili akupeleke kwenye usahihi, akupeleke kwenye usahihi. Biblia inasema ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yako. Unataka ufanikiwe kwenye huduma yako, ifanikiwe iwe nzuri, ambatana na marafiki sahihi. Unataka mali ufanikiwe kwenye ndoa yako, upate amani na upendo, ambatana na watu sahihi. Tafuta watu sahihi kwenye maisha yako. Na mimi nimekwambia moja ya sifa ya mtu sahihi, awe na uwezo wa kukushauri vyema. Awe na uwezo wa kukushauri vyema. Lakini katika hicho kipengele cha awe na uwezo wa kukushauri vyema, pia mtu sahihi kwenye huo uwezo wa kukushauri vyema, pia awe mtu sahihi pia kwako, awe ni yule mtu anayekubali kushauriwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaweza ukawa wewe ni sahihi, una mashauri mazuri kwa mtu, lakini yule mtu uliye naye hashauriki, haonyeki. Kila ukimuonya yeye ni kaidi, kila ukimuonya yeye ni kaidi, kila ukimuonya yeye ni kaidi. Hem, tuangalia kile kitabu cha Mithali, kile kitabu cha Mithali sura ya 10, kitabu cha Mithali, kitabu kile cha Mithali sura ya 10, Mithali sura ya 10 na ule mstari wa 17. Mstari wa 17. Kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 17. Ili niweze kuhama kwenye hiyo sifa niende sifa zingine. Nimekwambia awe na sifa ya uwezo wa kukushauri, ila pia awe mtu anayeshaurika. Maana marafiki ama watu lazima wawe watu wawili. Kuna huyo mwenye uwezo wa kushauri, ila pia hata yule unayemshauri awe na uwezo wa kushaurika. Kuna watu marafiki wengine hawashauriki. Ukiwashauri mtagombana, ukiwashauri mtarumbana, ukiwashauri mtakosana. Kwa hiyo kama rafiki unayeambatana naye ni rafiki ambaye hashauriki, pia hakufai. Rafiki ambaye ukimshauri hashauriki, pia hakufai. Kitabu cha Mithali sura ile ya 10 na ule mstari wa 17 anasema, akubalie kurudiwa huyo katika njia ya uzima, huwa katika njia ya uzima. Akubalie kurudiwa huwa katika njia ya uzima, bali yeye aachaye maonyo hukosa. Bali yeye aachaye maonyo hukosa. Maana yake hupotea, maana yake hawezi fanikiwa. Lakini yule anayekubali kufanikiwa, yeye maana yake anayekubali kushauriwa. Maana mashauri mazuri ndiyo yanayomleta mtu kuishi katika njia nzuri itakayompeleka kwenye mafanikio. Ndio maana Biblia inasema anayekubali kurudiwa, maana yake anayekubali kushauriwa, anayekubali kurudiwa, maana yake anayekubali kushauriwa huwa katika njia ya uzima. Yeye anawekwa katika njia ya uzima. Yale mashauri mazuri, mtumishi wa Mungu, yanakuweka katika njia ya uzima, yanakuweka katika njia ya kupeleka kwenye mafanikio, yanakuondoa katika njia yenye vizuizi, yanakuondoa katika njia ambayo ingekukwamisha kufanikiwa. Lakini yale matatu unaposhauriwa yanakupeleka katika njia itakayokupa kufanikiwa. Kwa hiyo ukiwa na rafiki ambaye yeye hakubali kushauriwa, huyo sio rafiki sahihi, huyo sio mtu sahihi wa kuweza kukufanya wewe ukafanikiwa. Kwa sababu mtu sahihi ni yule ambaye mnashauriana. Kuna wakati utamshauri na kuna wakati atakushauri. Kwa hiyo kama yeye hakubali kushauriwa, yeye ataweza kukushauri nini? Na wewe ni lazima ziwe sifa hizi zote mbili katikati ya watu. Awe na uwezo wa kukushauri kutenda mema, ila pia naye awe na roho ya kukubali kushauriwa kutenda mema. Amen. Nikaangalia sifa ya pili. Sifa ya pili ya mtu sahihi katika maisha yako. Sifa ya pili ya mtu sahihi. Sifa ya pili ya mtu ambaye anaweza sababisha mafanikio kwenye maisha yako. Sifa ya pili ya mtu ambaye amebeba siri ya mafanikio yako ni mtu aliye tayari kutoa gharama kwa ajili yako. Ni mtu aliye tayari kutoa gharama, kugharimika, kutoa mali yake, kutoa fedha zake, kutenga muda wake kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wao asili yao ni kupokea kutoka kwako tu. Yani wao wanataka uwape tu, lakini cha kwao kuja kwako hapana. Ni kichungu, ni kigumu, lakini kwako, kutoka kwako kwenda kwao ni rahisi sana. Watu wao hawakufai, watu wao sio sahihi. Mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako, anayeweza beba siri ya mafanikio yako, ni ambaye na yeye tayari yuko tayari kupokea cha kwako na yuko tayari kutoa cha kwake kuja kwako. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona kitu, mtu anakuona kabisa unapotea, anakuona unachokifanya sio sahihi, hawezi kukushauri. Kwa nini? Kwa sababu anajua akikushauri utafanikiwa. Kwa hiyo ananyamaza asubiri upotee, ananyamaza asubiri uharibikiwe, ananyamaza na ukiharibikiwa yeye ndo furaha yake. Huyo sio mtu sahihi. Mtu sahihi ni yule ambaye akiona kitu chako kinataka kuibiwa, akiona kitu chako kinapandiwa njama mbaya, anakuja kukutonya, anakuja kukutoa matongotongo, anakwambia hiki hakiko sawa, hiki kiko hivi na hivi na hivi. Maana yake awe tayari kutoa gharama kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu Kristo anafanyika mtu sahihi kwetu, anafanyika Mwokozi kwetu, anafanyika mfalme kwetu, anafanyika mwenye ushindi kwetu. Ni baada ya kukubali kugharimika gharama ya msalaba kwa ajili ya makosa yetu. Alikubali kutubeba, alikubali kufanyika maskini ili sisi tufanyike utajiri. Biblia inasema kwa maana jinsi hiyo, kwenye Yohana 3:16, kwa maana jinsi hiyo akaupenda ulimwengu. Kipindi anaupenda ulimwengu, ulimwengu ulikuwa umemkosa Mungu, lakini yeye akaupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee, akautoa uhai wake katika msalaba ili sisi tupate kupona, tupate uzima, tupate wokovu, tupate nguvu hii leo tunayohubiri Injili. Lakini ni kwa sababu alikuwepo mwana wa Mungu aliyekubali kutoa gharama kwa ajili yetu, akakubali kutoa maisha yake kwa ajili yetu, akakubali kudharauliwa, akakubali kutukanwa, akakubali kubezwa kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo mtu sahihi katika maisha yako ambaye amebeba sehemu ya mafanikio yako ni mtu ambaye yuko tayari kutoa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bila kumbuka kipindi naishi pale Buzuruga. Hii Buzuruga miti mirefu hapa Buzuruga. Kipindi naishi hapa, kulikuwa na mzee mmoja pale jirani yangu. Yule mzee alikuwa na fedha, alikuwa na uwezo sana wa fedha nzuri, na alikuwa akifanya kazi nzuri. Sasa yule mzee alikuwa na tabia ya kutokushirikiana na watu. Hana tabia kabisa. Kipelekewa kadi hizi za kuchangia harusi, wala hawezi changa. Hawezi kabisa. Hawezi changa. Akipelekewa labda amealikwa washiriki na watu pamoja kwenye tukio fulani la sherehe ama tukio lolote, yeye hawezi enda. Hawezi, kwa sababu anaona yuko na fedha. Sasa katika kuishi kwake amefika hatua ya kuozesha kijana wake, akawa anaoa. Kipindi ile kijana wake anaoa, yeye sasa watu marafiki wanaompenda, wanao mashauri mazuri, wakawa wanamwambia sasa ukumbuke si utafanya nini, maana katika maisha yako huna watu nyuma yako. Kijana wako anaenda kuoa, sherehe ni watu, harusi ni watu, bila watu sherehe ijawa sherehe. Yeye akajivunia hela, akasema hivi, mimi nina hela, sihitaji kutengeneza kamati, nina hela, nitatoa hela, tatenga milioni fulani, milioni 30 kwenye bajeti ya harusi, harusi yangu ya mtoto wangu itafanyika. Akasahau kwamba hata ukitenga milioni 30 panahitaji kamati ya utendaji. Patakuwepo kamati ya utendaji, kwamba watakuwepo watu watakaoenda kuhemea, watakaoenda kusimamia kuhemea vinywaji, watakaoenda kusimamia kuhemea mapambo, watakaosimamia kutafuta ukumbi, watakaosimamia kutafuta usafiri, watatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke hakuna kitu kizuri kama watu wanafanya kazi hizo wakifanya kwa moyo, wakifanya kama wanafanya kwa rafiki yao, kuliko wale ambao unawalipa hao wanaofanya kwa rafiki yao. Yeye akajivuna akasema hivyo vitengo nitalipa watu watafanya kazi. Imefika siku ya harusi, akasema atatoa kadi bure, watu waende kwenye nini? Kwenye harusi. Sasa anapelekea watu kadi, watu wanasema huyu ndugu huwa hashirikiani na watu. Maana yake yeye huwa hayuko tayari kutoa mali yake kwa ajili ya wengine. Hatengi muda, maana kutoa, hayuko tayari kutoa gharama kwa ajili ya wengine. Kama hayuko tayari, hata kama kwenye harusi yake hajatuambia tuchangie chochote, na sisi hayuko tayari kutoa muda wetu, maana hata muda ni mali, hata muda ni mafanikio. Hatuko tayari kutoa muda wetu kwenda kwenye sherehe yake. Hata kama angetuletea usafiri wa kutufuata kutoka nyumbani kutupeleka mpaka kwenye ukumbi na kututoa kwenye ukumbi kutupeleka mpaka nyumbani, sisi kama ambavyo yeye hayuko tayari kutoa gharama ya muda kwa ajili yetu, na sisi hatuko tayari kutoa gharama kwa ajili yake. Amen. Ile harusi pamoja na bajeti kubwa ilikuwa harusi mbaya. Harusi iliharibika. Nini kilichoharibu harusi yake? Si kukosa fedha ya bajeti, bali kukosa
kukosa ndani yake utayari wa kutoa gharama kwa ajili ya watu wengine. Mtumishi wa Mungu, mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako ni mtu ambaye yuko tayari kutoa gharama kwa ajili yako. Unaumwa, umelazwa hospitalini, uko pale Bugando, yuko tayari kuacha kazi yake, akafunga duka lake, akafunga biashara yake, akachukua na kanauri, akapanda haisi, akagharimika mpaka Bugando, akapanda zile ngazi, akaja mpaka odi namba 9, akafika akakuona, akakwambia pole rafiki yangu, akakwambia pole ndugu yangu, akatumia akakuletea na katunda. Lakini hata kama asipokuja na tunda, lakini ametumia muda wake, ametumia gharama yake, amefika kukuona pale unaumwa, umelazwa, amekuja kukuona, amekupa pole. Huyo mtu ambaye amekubali kutoa gharama, amekuchangia kwenye harusi yako. Huyo mtu ambaye amekubali kutoa gharama, amekuja kukutembelea, kukusalimia alipopata msiba, amekuja nyumbani, ameshughulika na shughuli za pale, ametengeneza tenti, amehangaika huku na kule, amesomba viti, amekaribisha watu, wamepika pale nyumbani, wameshiriki shughuli zako. Huyu pindi umepata kusiba, unakilia pale nyumbani, akaja akashughulika, akakusaidia, kwa maana amekubali kutoa gharama. Haleluya! Amekubali kutoa gharama kwa ajili ya maisha yako. Huyo ni mtu sahihi, unatakiwa kumtunza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watumishi wa Mungu. Lakini sifa ya tatu ya mtu sahihi katika maisha yako, inawezekana ndo unaungana na mimi saa hizi, somo ninalofundisha ni siri za mafanikio, vyanzo vya mafanikio, siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio, na niko sehemu ya 3. Nimekwambia kuna sehemu 2 zimetangulia, sehemu ya kwanza ama chanzo cha kwanza ama siri ya kwanza, na sehemu ya pili tukazungumzia chanzo cha pili ama siri ya pili. Na kama ukufanikiwa kuyasikiliza haya mafundisho, nimekushauri utaingia YouTube kwenye channel yangu, utaandika jina la Boniface Steven, utayapata mafundisho hayo kwa njia ya YouTube, utapata kujifunza. Lakini siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya 3, wiki ya 3, tunajifunza sehemu ya 3 ama siri ya 3 ama chanzo cha 3 cha mafanikio ya mtu ni kuwa na watu sahihi, Na hapa tunaangalia mtu sahihi ni mtu wa namna gani. Tumeangalia sifa yake ya kwanza, tukaona mtu sahihi ni mtu mwenye uwezo wa kukushauri kutenda mema, ila pia ni mtu mwenye uwezo wa kukubali kushauriwa. Lakini sifa yake ya pili tumeona kwamba awe tayari kutoa gharama kwa ajili yako, iwe gharama ya fedha, gharama ya mali, gharama ya muda, hata kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya maisha yako. Lakini sifa ya tatu sasa ni mtu aliye tayari kubeba madhaifu yako. Sifa ya 3 ni mtu aliye tayari kubeba madhaifu yako. Hapa napozungumzia madhaifu, simaanishi tabia mbaya, japo hata tabia mbaya mtu ambaye ni sahihi kwako anaweza kukuvumilia, kwamba akijua kama amekushauri vizuri, anavumilia kwa muda ili yale mashauri yake yafanye kazi kwako, yakubadilishe. Maana mtu kama mmekutana naye na anakubali kushaurika, na ukamkuta bado yuko katika na makando, yuko na vitu ambavyo si sahihi, na ili vile vitu viweze kutoka, itakulazimu na wewe uwe na uvumilivu juu yake, uwe na subira juu yake, ili ule ushauri wako mzuri upate kumtengeneza na yeye kuwa mzuri. Maana Biblia imesema chuma unoa chuma. Hakuna panga unao kisu unaweza kukinoa kwenye noleo kwa mara moja tu kikakamata makali. Lazima wakati mwingine utarudia, siku ya siku ndo kinakuwa na makali. Maana yake sasa awe mtu ambaye yuko tayari, anaweza kuyabeba madhaifu yako. Maana yake awe na uwezo wa kukuvumilia, kukupa muda wa wewe kubadilika. Haleluya! Awe na muda wa kukuvumilia kubadilika. Kama ni mchungaji wako, basi unapokuwa umesema umeokoka, si kila mtu anayeokoka kwamba tu leo tu ameokoka anabadilika kitabia hapo, anajua na kuvaa kikanisa, anajua na kutembea kuongea kikanisa, anajua namna ya kuenenda ndani ya kanisani. Hapana, itakulazimu mchungaji awe na uwezo wa kukuvumilia, ili katika mafundisho yake yaliyo sahihi, yale maonyo yake na mashauri yake, upate kufika wakati wa wewe kubadilishwa na Mungu, upate kufika wakati wa wewe kutengenezwa na Mungu. Kwa hiyo mtu aliye sahihi katika maisha yako, haleluya, ni mtu mwenye uwezo wa kubeba madhaifu yako. Lakini ukiachana madhaifu ya tabia, lakini pia yako madhaifu, unaweza ukawa na magonjwa. Inaweza ikawa ni dhaifu la gonjwa. Kuna magonjwa mengine ni magonjwa ya siri, ni magonjwa ambayo ukiwa nayo yanaibu kuambia watu. Lakini kwa kuwa mtu huyu ni mtu ambaye ni mtu wako wa sahihi, yeye hata ukimwambia, yeye anaweza kukufichia ile siri. Hawezi tangazia watu,
hawezi kwenda kuropoka. Hata ukimwambia jambo kwamba pengine umepata changamoto ya kazi, umepata changamoto kwenye biashara, umefilisika, hawezi kukucheka, hawezi kwenda kutangaza kwa watu umefilisika, hawezi kupeleka taarifa mbaya. Anaweza kukutunzia siri yako ya madhaifu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nasema siri ya tatu ya mtu sahihi katika maisha yako ni mtu ambaye ana uwezo wa kubeba madhaifu yako. Siri ya tatu ya mtu ambaye ni sahihi katika maisha yako, awe mtu wa kubeba madhaifu yako. Lakini sifa ya nne, na ambayo leo nitakuwa naishia hapo, sifa ya nne ambayo leo nitakuwa naishia hapo katika hili somo letu la sehemu ya tatu ya siri ya tatu ya mafanikio ya mtu. Sifa ya nne ya mtu sahihi kwako, ambaye anaweza kufanyika daraja, anaweza kufanyika msaada, anaweza kutumiwa na Mungu kukuletea mafanikio, kusababisha mafanikio katika maisha yako. Sifa ya nne, awe mtu Bwana Yesu asifiwe, awe mtu mwenye kurejesha fadhila, awe mtu mwenye moyo wa shukrani, awe mtu wa kushukuru, awe mtu mwenye fadhila. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu wengine hata ungetenda wema kwao kiasi gani, hawawezi tambua ule wema unaotenda, hawawezi tambua ule uzuri wako. Unakuwa ni mtu ambaye unagharimika gharama kubwa sana kuhakikisha wanafanikiwa. Unakuwa ni mtu ambaye unatumia muda wako mwingi sana kuhakikisha wanaenda, wanapata maongezeko, wanatoka mahali walipo, wanaenda mahali pengine, lakini hawawezi tambua uthamani wako, hawawezi tambua kuhangaika kwako, hawawezi tambua juhudi zako. Inaweza ikawa ni kwenye ndoa, inaweza ikawa ni mke wako, inaweza ikawa ni mke wako, unahangaika, unatabika mwaka mzima. Haleluya. Mwaka mzima unahangaika, familia haijai kulala njaa, watoto wanaenda shule, watoto wana mavazi, babu unahangaika huku na kule, unafanya kazi mpaka overtime, unahangaika, lengo na kusudi, hutaki kuona watoto wako wanashinda njaa, wamekosa mavazi, wamekosa mahitaji, unataki kuona mke wako amekosa mahitaji, lakini unashangaa mke wako anachukulia jambo la pesa tu, anaona kama ni kawaida, kama ni wajibu wako. Huwezi sikia hata siku moja anasema asante mume wangu kwa hayo unayotenda kwenye familia, hakika wewe ni mume bora. Nisikilize, hili neno la shukrani huwa linamtia mtu nguvu. Neno la shukrani linamwongezea mtu ujasiri. Neno la shukrani linamfanya mtu kuamka tena. Neno la shukrani linamfanya mtu kuona fursa, kuwa na hamu hiyo ndani ya moyo, kutenda jambo jingine lililo jema kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sifa ya nne ya mtu ambaye ni sahihi kwako, awe mtu ambaye anaweza kutoa shukrani, anaweza kulipa fadhila, anaweza kutambua umuhimu wako kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mlikuja mjini, kuna watu ambao waliwashika mkono wakawapeleka kweli, pengine mlikuwa na mitaji, hawakuwachangia hela yoyote, lakini mlipofika mjini mlikuwa mna wenyeji, hamkulijua duka lolote, wenyewe ndio wakawaelekeza duka na hiyo bidhaa unayotaka kufungua biashara juu yake, wakakupeleka maduka ya mjini. Kama ni hapa Mwanza anaweza kusema Libeti Lumumba, wakakupeleka majengo ya Vunja Bei, wakakupeleka majengo ya Dubai, wakakuzungusha kukuonyesha maduka yanayouza kwa bei rahisi hivyo bidhaa unayotaka kuiuza kwenye duka lako, wakakutambulisha kwenye yale maduka, wakakutambulisha wakati mwingine wakakutambulisha kama kaka yao, wakakutambulisha kama mdogo wao, wakakutambulisha kama dada yao, wakakutambulisha kama ndugu yao wa karibu. Na kweli walipokutambulisha umefanikiwa, lakini urejeshi shukrani, usemi asante. Umeona tena ni nuksi, unawaona kama ni wabaya, umegeuka kuwasema vibaya. Nataka nikwambie, huo sio mtu sahihi katika mtu. Mtu ambaye ni mtu sahihi ni ambaye ukitendewa wema utambue wema wa yule mtu aliyekutendea, hata kama ni wema kidogo, hata kama alikupokea mjini siku ya kwanza, ulikuwa mahali pa kulala huna, akakutafutia mahali pa kulala ukalala. Siku ya pili ukaendelea na safari yako, tambua alikusaidia, tambua alikusaidia. Kuna watu wamekutana na watu sahihi kwenye maisha yao, wamewapoteza, wamefanya vitu vya ajabu. Unakuta mtu, nishakutana na mama mmoja, anasema alikuwa na mtu ambaye anaweza mkopesha hela hata milioni 5 bila kutafuta dhamana, bila kutafuta shahidi, bila kutafuta maelezo. Akiwa na shida tu akampigia simu, akamwambia nina shida na hela shilingi fulani. Yule mama na mwingine ndugu anamwambia njoo chukue, lakini akamparibu yule rafiki yake, akampoteza kwa kutokutambua umuhimu wake, kwamba ni nani rahisi. Unafikiri ni kazi rahisi mtu kuchukua fedha zake 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, milioni 2, milioni 3 akakupatia? Wakati mwingine hata makabila mnatofautiana, wewe ni mua, yeye ni Mkuria, lakini amekuamini, amechukua milioni 5 zake amekupa. Sio jambo la pesa, ni kwa sababu Mungu amemleta mtu huyo kwa ajili ya maisha yako.
Tusome katika kitabu cha Samueli wa pili. Kitabu cha Samueli wa pili ile sura ya 9. Tamalizia hapo. Kitabu kile cha Samueli wa pili ile sura yake ya 9 na taanzia ule mstari wake wa kwanza. Biblia inasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kutenda mema kwa ajili ya Yonathani? Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kutenda mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtu mmoja, ule mstari wa pili, palikuwa na mtu mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Sheba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiye Sheba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kutenda mema yangu ya Mungu? Sheba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha miguu. Yuko wapi? Sheba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amaeli katika Rodebari. Basi mfalme Daudi akawatuma watu, wakaondoka katika nyumba ya Makiri mwana wa Ameli katika ile nyumba, wakamchukua basi mstari ule wa 6, some mstari wa 6. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akamsujudia Daudi, akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke mtumishi wa Mungu pale katikati nilizungumzia habari za huyu Yonathani na Daudi, kwamba kipindi Daudi anapita kwenye changamoto, anapita kwenye dharuba, mmoja ya mtu ambaye Mungu alimpa Daudi kuwa msaada na daraja la kuvuka alikuwa ni huyu Yonathani. Na hapa tunaona baada ya Daudi sasa kufikia kufanikiwa, amepata mafanikio, amekalia kiti cha ufalme, Daudi ana moyo wa kulipa fadhila. Nimekwambia mtu sahihi kwenye maisha yako ni aliye na desturi ya kulipa fadhila. Daudi tunamuona anarejea kulipa fadhila, anakuja katika nyumba ya Yonathani, anauliza hakuna mtu yeyote aliyebakia, maana kizazi cha Sauli kilikuwa kimeangamia, kimepotea kwa neno la Mungu alivyokuwa amelitamka juu ya nyumba ya Sauli. Lakini Daudi anatafuta, anauliza hakuna mtu hata mmoja. Mtu mmoja aliyekuwepo, Sheba, anamwambia yuko mwana mmoja wa Yonathani, naye ni kilema, yuko huko. Daudi anasema nendeni mtafute, mumlete. Anafika leo, anafikiri labda kwa sababu kizazi cha Sauli kilikuwa kinauawa, naye anajua na yeye ni mmoja sasa aliyekuwa amesalia, ameitwa kwenda kuuawa. Lakini Daudi anamwambia sio hivyo, sitaki kukuua, nataka kulipa fadhila kwa yale matendo mazuri, kwa yale mema aliyoyatenda baba yako juu yangu. Anampa urithi wa babu yake Sauli, kwamba mashamba yale yote yalikuwa amenyang'anywa anamrudishia. Mtumishi wa Mungu, mtu aliyo sahihi katika maisha yako lazima awe na sifa ya kulipa fadhila, awe na moyo wa shukrani kwa yale mema na mazuri uliyotenda kwake. Asante mtumishi wa Mungu kwa kunisikiliza tangu mwanzo mpaka sasa tunapohitimisha. Mungu wa mbinguni akubariki. Basi nikaombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu wa uzima, asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki tangu tunaanza mpaka hivi sasa tunapohitimisha. Asante kwa kuzungumza na watoto wako na kujifunua kwao kupitia neno hili ambalo umewafungulia siri ya mafanikio yao, kwamba kuna watu unawapa kwenye maisha yao ili wakafanya daraja kwao kuvuka. Yesu, na wenyewe wameelewa. Nenda sasa Mungu ukawatamie, ukawakumbatie, neno hili likazae kwa ajili yao. Katika jina lako Mungu ninaomba na kushukuru. Amen.